Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Na tumekubaliana kwamba lazima tufuate history za huko walikotoka. Kwa ile hofu ambayo tunaanza kuiona kwamba watu wanatoka kwenye nchi zenye maambukizi, wanapotaka kuja Tanzania wanajua Tanzania iko makini katika kuhoji safari zao, kwa hiyo wanapitia kwenye nchi ambazo zina maambukizi kuja Tanzania. Na tumekubaliana hapa kwamba wageni wetu wote ambao wanaingia nchini lazima tupate historia yao ya safari zao ndani ya siku 14, tuone alitoka wapi, alienda wapi, na kama alipitia kwenye nchi nyingine ambazo zina maambukizi, huyo tulazimika kumpima kwa kina ili tujiridhishe kama ana maambukizi au la. Lakini bado dhamira yetu ya kuwaweka kwenye nyumba tengefu iendelee, kwa sababu ukikaa huko tutakuwa na uhakika watakuwa wanaendelea kuchukulia vipimo, wataendelea pia kuangaliwa kwa kina, tujiridhishe kwamba wanapoingia ndani ya nchi wanaingia wakiwa salama. Na kama ambavyo tumekubaliana kwamba malengo yetu, tatizo hili la maambukizi ambalo sasa linaingia Tanzania kupitia wageni wanaokuja tu, lisihamie kwa Watanzania tukao tunaambukizana Watanzania huko ndani. Hayo ndio malengo, na kwa kweli hali ambayo tumeanza kuisimamia tunaanza kuona mafanikio, kwa sababu taarifa zetu za maambukizi zinaonekana wale waliokutwa na tatizo hili wote ni wageni. Hata wale wa Tanzania ni wale walikuwa wameenda nje kuingia nchini. Kwa tuendelee kusimamia, nasi tuna dhamana kwenye wizara zetu, kila mwenye nafasi inayogusa maagizo haya akasimamie kikamilifu, na hatimaye tutapata mwelekeo mzuri zaidi. Kwa hiyo ilikuwa moja kati ya maagizo ambayo tumepeana hapa na tutaenda kuyasimamia. Kwenye upimaji tulikuwa zaidi katika kutambua tatizo hili, hasa kwa kuangalia joto. Lakini tunafurahi pia tumeanza kupata vifaa vinaitwa rapid test. Hiyo ndio vitakuwa vinapima hasa ugonjwa wenyewe. Kwa hiyo sasa tukatutumia sasa upimaji wa ugonjwa huo ili tuweze kuwabaini hata wale ambao wanakuja wana joto lilo chini lakini bado wanaambukizi. Kutumia hizi rapid test tutakuwa tumewatambua moja kwa moja. Kwa sasa tukiendelea kudhibiti kwa hali hii kwenye mipaka yetu yote, Tanzania itabaki salama, na inawezekana Tanzania kuwa salama tukiendelea kujiimarisha kwenye maeneo haya. Kwa hiyo umuhimu ni ule ambao tumeagizana, wizara za afya zihakikishe zinapeleka wataalamu kwenye pointi zote za kuingia nchini, bara na visiwani. Na kama ambavyo tubainisha, viwanja vya ndege, maeneo ya bandari ambayo yanaingiza boti kutoka nchi jirani, lakini meli kutoka mataifa mengine makubwa, maeneo ambayo mabasi yanaingia, yote tuhakikishe tunapeleka vifaa vyetu na wataalamu wetu wa afya pamoja na madaktari waliobobea kwenye sekta hizo. Na kama ambavyo tumeagiza kwenye ngazi za mamlaka za mitaa, kwenye wilaya, mikoa, na sisi kama tulivyofanya kwenye maeneo ya viwanja vya ndege, kutenga nyumba kwa ajili ya wale wote, tuendelee na zoezi hilo. Na wale wote wanapata dhamana kusimamia, kuwapokea wageni na kuratibu safari zao za kwenda kwenye hoteli, uhakikishe kila anayefika anayeamriwa kwenda hotelini aende hotelini. Na hoteli zote zilizochagua kwenye maeneo hayo ziwe za gharama tofauti, zimwezeshe yeye kwa uwezo wake kifedha kuchagua hoteli anayotaka kwa fedha au kwa uwezo alionao. Huku tukiwa tunajipanga kuandaa maeneo ya kulaza wanaosubiri ambayo hayahitaji hata malipo. Na tunafikiria sasa kama kwa Dar es Salaam tuende eneo la Sabasaba, tutafute jengo moja kubwa, yako majengo mengi tu, tuweke vitanda na magodoro, watakuwa nakaa hapo, tutapelekea huduma za maji na umeme ili waendelee kukaa hapo kwa siku zote 14. Tutafanya hivyo kwenye mikoa mingine yenye vituo kama hivyo, kama Arusha, Kilimanjaro, lakini pia Zanzibar, Pemba, kusini na kaskazini kule Chake Chake na Wete, ili tuwe na vituo hivyo ambavyo tutapokea Watanzania hawa au wageni wetu
na tunahitaji kuhifadhi maeneo ambayo hayana gharama kabisa. Kwa kila mmoja atachagua eneo la kwenda. Jukumu letu ni kuratibu kwa pamoja. Lakini sasa tunaanza kuona tunapata vifaa vya msaada. Waziri wa Afya kupitia mganga mkuu wa serikali amepokea vifaa ambavyo pia kwenye mzigo ule kuna mzigo unakwenda Zanzibar na tutapeleka serikali ya Mapinduzi Zanzibar ili sasa tuvitumie vizuri mizigo ile. Sasa tumekubaliana hapa kwamba mizigo hii lazima tuhakiki ubora wake na namna ambavyo tutafanya kazi. Kazi ya uhakiki ifanye kwa haraka ili ingie kwenye vituo vyetu vya kufanyia kazi. Huko wenyewe tukiendelea kupitia bajeti zetu za wizara na vyanzo tulivyonavyo, tukiongeza idadi ya vifaa vya kuhudumia wagonjwa, lakini muhimu pia na wahudumu wenyewe, madaktari, wale wahudumu wa afya nao pia wapate vifaa vyote ambavyo vinatakiwa wavitumie wakati wakiendesha swala uchunguzi kwa wale wote ambao tunahisi kwamba wana tatizo hilo, lakini hata kuwatibu, kuwahudumia wale wagonjwa kama watajitokeza ili waweze kupata vifaa. Kwa hiyo tunataka tusimamie haya ili tuweze kujiridhisha kwamba utoaji huduma ni utoaji huduma ambao tumeudhamiria, unaokwenda kutoa ripoti ya kwamba tumemaliza tatizo hili kwa huduma nzuri ambayo tumejipanga nayo. Sasa tunalo tatizo moja ambalo limejitokeza hivi karibuni la unyanyapaa. Wale wote ambao wamekutwa na maambukizi haya, wako wengine wanawanyanyapaa. Hili ni tatizo ambalo mtu hakusudii, lakini pia tunataka watu wajiepushe. Lakini inapotokea bahati mbaya ana maambukizi, hakuna sababu ya kumsemanga, kuacha kumhudumia. Tunataka hao watu waliopata maambukizi, na kwa kuwa tunataka wakae mahali palipojitenga kwa siku 14, basi tuendelee tu kuona kwamba wenzetu wana maambukizi, lakini kwa nia njema tuamue kujitenga, wakae hapo mpaka wataalamu wa afya watakapojiridhisha waje kuungana na sisi. Ni ndugu zetu, kaka zetu, mama zetu. Kwa unahitaji pia tuwape faraja, tuwatie faraja, tuwatie moyo. Muhimu zaidi ni kwamba afya yao irudi katika hali ya kawaida, waungane na Watanzania wengine, tuendelee na shughuli zetu za maendeleo kwenye maeneo yetu. Tatizo hili linasimamiwa kikamilifu ili tuweze kupata matokeo mazuri huko mbele. Mheshimiwa Waziri, makatibu wakuu, hii kama kamati kuu tutaendelea kukutana tena, kwa maana kutoka leo mpaka siku tutakapokutana tena tufanye tathmini ya kina, tuone hatua ya leo na hatua ambayo tufikia siku hiyo, tuweze kuona mafanikio. Kama kuna tatizo jingine nje ya mafanikio tuje kufanya tathmini, na bado tutaendelea kuchukua hatua kadiri tathmini hizi tunavyofanya tathmini na kugundua kwamba kunahitaji kuchukua hatua kadhaa. Kwa hiyo hatua zitakuwa zinatangazwa, zitakuwa zinaelezwa kwa Tanzania kadiri ambayo tutafanya tathmini zetu pande zote mbili, bara na visiwani. Kwa hiyo mawaziri wa afya endeleeni, na wataalamu, makatibu wakuu endeleeni kwa kujiridhisha kwamba wakati wote mnapata taarifa ya mwenendo wa tatizo hili, ili mwishoni tuje tuchukue maamuzi ambayo ni sahihi, ambayo yataleta mtafaruku kwenye jamii yetu. Na kamati hii ya kitaifa tumeona tuongeze mawaziri wawili ambao nao pia wanaguswa moja kwa moja kwenye usimamizi wa kila siku. Nao ni waziri wa mambo ya ndani, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na waziri wa nchi, ofisi ya Rais, serikali za mitaa na vikosi maalum, serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Na pia wataongezeka hao wote wawili ili sasa tuendelee kuweka timu imara yenye mipango na maamuzi yanayotekelezeka, kila mmoja aweze kutekeleza yale maelekezo kwenye sekta yetu. Tunaendelea vizuri kuhakikisha kwamba nchi yetu inabaki salama, na hayo ndio malengo yetu. Kwa Watanzania popote walipo wawe na amani kabisa kwamba jambo hili serikali inaliratibu vizuri. Jambo hili serikali imetilia maanani kwenye mipango yake ya kuhakikisha kwamba hatuenezi maambukizi tena hapa nchini. Maambukizi hayaenei tena hapa nchini kwa kuchukua hatua. Lakini washukuru sana Watanzania kwa namna walivyopokea tahadhari ya ugonjwa huu.
Niwashukuru pia vyombo vya habari kwa namna ambavyo wamejitoa. Television, radio, magazeti zote zinafanya kazi. Television za watu binafsi zinafanya kazi ya kuelimisha Watanzania, na Watanzania wanaanza kupokea elimu. Waheshimiwa waziri, mashahidi, kote mlikopita mmekuta watu wakiwa na tahadhari. Tuendelee kuwa na tahadhari ya kutokusanyika maeneo yenye wingi wa watu. Hata kama eneo hilo linahitaji huduma, tujipe nafasi. Tunaenda kwenye masoko, tujipe nafasi kati ya mtu na mtu. Tunaenda kwenye maduka kupata huduma, tujipe nafasi kati ya mteja wa kwanza na wa pili. Tunakwenda kwenye vituo vya mabasi, tujipe nafasi. Mabasi yote kama tulivyokubaliana yanajaza kwenye viti, basi linaondoka, linakuja jingine, jaza usawa viti, linaondoka. Muhimu hapa tuondoe misongamano ambayo ni rahisi pia kuambukiza. Kwa hiyo tunaamini Watanzania tutashirikiana nasi katika kutekeleza haya tunayoagiza, na tunaamini pia Watanzania wenyewe huko mliko mtaendelea kusisitizana, kuhamasishana, lakini pia kutoa taarifa pale ambapo unaona kuna mtu ambaye una mashaka naye, ili aweze kufikia eneo la huduma, ajipime tu. Na Watanzania tujenge tabia, kama tunajua tuna kituo cha afya jirani, tuna zahanati jirani, kuna hospitali jirani, si mbaya kwenda kujiridhisha. Kama leo umeamka salama, unaweza kupimwa angalau na kile kitochi, kuona hali ya joto na mwenendo mzima wa afya yako kwa ujumla wake. Kwa hiyo tunatarajia Tanzania tuendelee kuungana pamoja kuhakikisha kwamba Tanzania tunaondokana na ugonjwa huu. Tanzania kuwa salama kwa maambukizi haya inawezekana. Nalopenda nilitolee maelezo zaidi ni kuhusu zuio hilo la tangazo la wageni wanaoingia nchini kwa sasa. Limeleta mtafaruki, maana wenzetu huko Tanzania bara wako pia wanaofikiri kwamba pia hutoingia Zanzibar. Tunapozungumzia hili tunazungumzia mipaka ya Jamhuri ya Muungano yote, kwa maana Watanzania wote watakuwa na haki kuja Zanzibar na kutoka Zanzibar kuja ndani ya Jamhuri ya Muungano. Kwa hivyo ile taharukio iondoke kwa watu walikuwa na dhana kwamba zuio letu pengine linawakumba pia na watu walioko Tanzania bara. Hakuna. Zuio letu hasa limelenga kwa mambo mawili. Moja, wale wageni wanaokuja. Ni kama hilo usema Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wapo wanaotoka katika nchi zile hatarishi na bado wanapenda kucheza. Wanaona ile wao kusimamishwa kukaa ndani kule kwao ni fatiki. Kwa hiyo utafuta njia ya breathing area. Juzi walikuja Wajerumani 5. Ujerumani hali yao tushajua. Walipofika Zanzibar, walipoambiwa wakae kwenye karantini ya 14 days, wakaanza kutaka kugoma. Kusema sisi hatukujua, sisi tumekuja as a tourist. Tukamwambia la, ile tangazo lipo, na wakasema basi turuhusu tutoke. Tukamwambia hamtoke sasa. Hapa lazima ukae 14 days. Hiyo ikatuashiria kwamba wengi watoka nje kwenye yale maeneo hatarishi sasa wanataka waingie kwetu wapate mapumziko wakiwa hawana uhakika ulio sahihi wako katika hali gani. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.